Mwenyezi Mungu, niko salama, sijui kwa upande wenu. Sisi tuko sawa, lakini Simba. Simba kumefanyaje? Iko wapi? Nini tena? Ile Simba ambao umesema mmepangwa kwenye kundi jepesi. Yani waliosema kwamba wamepangwa kwenye kundi jepesi ni watu ambao wana tofasiri tofauti kwenye mpira. Mimi binafsi nilikuwa mtu wa kwanza kusema kwamba kundi sio lepesi. Ukiona wote wameingia hatua ya makundi, wote ni wakubwa, maana yake wamewatoa watu underground, wameingia wao kwenye hatua hii ya makundi. Kwa naamini hakuna kundi lepesi, yani anatokea mtu kidogo anakuwa na uafadhali, lakini sio kundi linakuwa lepesi. Yani katika wale watu wanne lazima atatokea mmoja atakuwa na unafuu kuliko wengine wote. Hiyo inatokea kila msimu yani kwenye makundi. Lakini ukisema kundi lepesi ni kuwakosea heshima wale ambao uko nao kwenye kundi. Lakini binafsi Simba kutokosa kupata matokeo katika mechi zao hizi mbili sio kumaanisha kwamba kundi ni gumu sana, hapana. Kinachotufanya sisi tumekosa matokeo kwenye hizi mechi mbili ni sisi wenyewe kuwa kutokusimama imara kwenye management yetu, na nimesababisha kukosa hizi alama 6 ambazo tumezipoteza. Nandi, jambo la kwanza, ulienda kwenye mkutano jana? Nilikuwepo. Ila wewe mimi sijakuona, ila kwenye mkutano nilikuwepo, na katika watu ambao waliunguruma niliunguruma sana. Nilikuwa mtu ambaye Mangungu alisema pale kwenye ukumbi kwamba kuna mtu yeye muda wote ana mimi tu. Ina maana ni mimi, hakutaka kunitaja jina. Sikubahatika kuwepo pale, nilikuwa safarini, ila niliona kilichoendelea. Nilikuwepo na niliunguruma sana. Niliunguruma, lakini kuna watu wao walikuwa na bezi kupande wa viongozi. Lakini jana tuliimba nyimbo moja. Na wao jana ndio walikuwa kipaumbele kuwezekana hata kumtia ngumi Mangungu pale. Lakini mimi binafsi nilikuwa pembeni kabisa. Nilikuwa naangalia tu fulani watu wanashikana mashati pale na wako wa kuangalia kinaendelea nini. Kwa sababu tungekuwa wote sasa hizi tunaimba nyimbo moja, yale asingefika, na kwenye mkutano ule Mangungu asingefika. Yaani mkutano ule tungeenda na wale waliokuepo sio yeye tena, angekuwa tayari kashajiuzuru zamani, lakini kwa sababu alimkumbatia, mwisho wa siku ndio vile nyuki akumbatiwi brother. Nyuki ukicheza nayo anakuhukumu. Haijalishi wewe ndio umeweka mzinga pale ili yeye aje atengeneze mazingira ya maisha. Mkutano ulikuwa namna gani? Kila mtu analalamika mkutano ni wa kihuni ule. Mkutano ulikuwa wa kihuni, lakini katika mikutano yote iliyopita ambayo imefanyika na viongozi wa klabu ya Simba hao waliopita na hao ambao wapo sasa, hakuna mkutano ambao viongozi walipata changamoto kama mkutano wa jana, kwa sababu waliulizwa maswali nyeti, maswali muhimu, wakawa wanajikanyaga na kujingatangata kushindwa kujibu maswali yetu, wakitaka kuzunguka mbuyu, lakini tukamwambia tunataka mtujibu. Hamna kuzunguka mbuyu. Na ndio maana kwamba tulivyoenda kwenye ile ripoti ambayo wanasema kwamba mapendekezo ya wanachama, kipi kiboreshwe, kipi kiondolewe kwenye katiba mpya, yale baada ya kusomwa pale, binafsi itakuwa kirudi kijiti kwetu sisi sasa tuone katika vile vitu ambavyo vimependekezwa, kipi kipite, kipi kisikipite. Mwamba akaamuru watu wasome dua kwamba tunawaombea wachezaji wetu. Zikasoma dua za pande zote mbili. Baada ya pale Mediala anawaambia wanachama kwamba tumekaa tayari zaidi ya masaa 3, tusimame kwanza tunyooshe viungo. Watu wakajua kama tutarudi, tutaletewa sasa kijiti kwa sababu tayari tuna kila mtu kasha ripoti anayo pale, ili mradi tuchangie sasa kwenye vile vitu muhimu, maana ndio ilikuwa agenda mama. Mwisho wa siku watu wanaenda toilet, wanarudi wanakuta mkutano umeshaahirishwa. Na yeye hayupo. Katika jambo lisilo la kawaida. Hajawahi kutokea. Watu wanahusisha mkutano ule na matokeo yalikuja kupatikana. Matokeo hata hapa tulipata matokeo kabla hatujaenda kwenye mkutano. Tulifungwa hapa nyumbani goli 1-0. Kwa hiyo matokeo sidhani kama yamesababishwa na ule mkutano. Ninachokiamini mimi kwenye yale matokeo, viongozi walishajipanga muda mrefu kwa maslahi yao binafsi, Simba ipoteze hizi mechi ili wao waendelee kunemeka, ambao wanajua kwamba wanafaidika na Simba, kwa sababu Magoli alisema kuna baadhi ya viongozi wana tatizo la afya ya akili. Timu inafungwa, wao wanasherehekea, na yule ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports ambaye kateuliwa na Mohamed Dewji. Ameongea maneno yale na tayari ashai kuhudumu Simba akiwa kama CEO wa klabu ya Simba kipindi kile ambacho tunaenda kwenye mchakato wa mabadiliko. Kwa hiyo naamini anavifahamu vitu vingi Simba Clatous Magoli, na kaongea yale maneno. Maana tungeongea sisi tungeonekana tuna chuki, tuna uadui na Simba ambaye tuwapendi kina Mangungu kama wenyewe anavyosema kwamba sisi tunamchukia. Lakini kaongea kiongozi mwenzake ambaye wako wote mule ndani kwamba kuna baadhi ya viongozi wana tatizo la afya ya akili, sio sisi. Wenyewe kwa wenyewe wanatukanana. Ile inamaanisha kwamba Simba hakuko shwari, Simba hakuko salama. Sasa kuna kuaje salama? Ni sisi sasa wana Simba kama wanachama. Tulichokifanya jana pale ukumbini, mpaka Mwamba katuachia mkutano kakimbia kinyume na utaratibu. Basi mpaka pale katudhihirishia kwamba yeye kashaumaliza mwendo. Msimamo wa wana Simba umekuwa mkali sana. Jambo la kushangaza, mpaka ubwabwa mlisusa. Watu hawakususa ubwabwa. Watu ubwabwa wamekula. Umeona bwana, kwa sababu kula ubwabwa ni wajibu wetu, ni utaratibu wa kila mwaka kwenda kula ubwabwa, lakini wapo ambao hawakutaka kula ubwabwa, ikiwemo mimi binafsi sikula ubwabwa. Kwa nini? Haukuchangia kupoteza mechi. Mipango hata kama wale tusingekuwa na mkutano, mechi tulikuwa tunafungwa tu. Hapa tumefungwa hapa nyumbani kulikuwa na mkutano. Maana tukitafuta sababu ya mkutano, mechi ya kwanza tumepata alama 3 nyumbani. Huu umewekwa siku ya mkutano, mechi imewekwa siku ya mkutano, kuna mechi, tunakutana mkutano kule kuna mechi, tumefungwa. Tungepata sababu kwamba tumefungwa kule kwa sababu tulikuwa na mambo mawili. Tulivyofungwa Benjamin Mkapa na Petro. Tulikuwa na mkutano, tulikuwa na kikao. Simba sio mbovu.
Viongozi ndio wanasababisha Simba ionekane mbovu kwenye pichi. Sasa kama timu inafungwa anasherekea, si kuna mambo anayafanya kwenye ile timu ili tufungwe? Kama mtu anafungwa anafurahi wakati tumempa dhamana kuiongoza Simba, kuna nini hapa? Sikasema magoli, hatujasema sisi, tunamnukuu magoli. Kuna baadhi ya viongozi Simba ilivyofungwa na Petro wanacheka, wanafurahi. Hajasema mashabiki, kawataja viongozi wenzake ambaye manake wamepewa dhamana na wana Simba, wamefurahia Simba kufungwa na Petro. Sasa utaona maajabu kufungwa kule na wale au nani Stade Malien, sababu wale ni katika timu ambayo ya kawaida ni ile. Nijiulize ilitoaje sare na Esperance de Tunis. Nandi Simba wakati inaanza mchezo kiwanjani siku ya mechi, unaiona Simba inaenda kushinda, ila mechi inavyoisha unaiona Simba inaenda kupoteza. Nini hasa kinasipelekea Simba kupoteza mchezo? Huwezi kwenda uwanjani ukawa na furaha 100% na kati ndani tu hao wazazi wako tayari wanapigana muda wote. Hata kama wamewapikia chakula mwekea mezani, wale wanapigana kule chumbani, namna nasikia wanavyopigana, mtu analia. Wewe utakubali kula kile chakula kwa furaha? Maana kile huwezi kula kwa furaha, utakula ili mradi tu kwamba na mimi niweke kitu tumboni ili mradi nisife tu. Lakini huwezi kula kusema nakula chakula ili kishuke tumboni. Ndio kinachoendelea. Wachezaji hawezi kuwa na performance bora wakati viongozi wao tu wenyewe kwa wenyewe wanapigana mishale. Kumbe kina Mpanzu anajua kabisa hali ya uongozi haipo shwari. Wanajua kama hali ya uongozi haiko shwari. Na ndio maana unaona mambo yamekuwa mengi, lakini naamini hakuna marefu akakosa kuwa na nchi. Muda wa kupatikana nchi yake ushafika. Hii ni Simba ambao watu walitarajia inafanya makubwa msimu. Kufanya makubwa inawezekana ikafanya makubwa kwa sababu kupoteza mechi mbili bado hatujapoteza sisi ramani ya kwenda hatua robo finali. Tulishai kupoteza na Raja, tulishai kupoteza na nani ya ndugu zetu kutoka pale Oloya kutoka Gine, na tukaja tukafanya comeback tukaenda hatua robo finali. Kwa hiyo ninachokiamini mimi tuendelee kupambana kwenye hii break ya mwezi mmoja wa mwezi wa 12. Tuitumie hii ya kwenda AFCON, sisi tuitumie hii kuhakikisha yule adui yetu au yule jasusi ambaye anamtaja nani Alikamwe tumuondoe muda huu. Akae kushoto, tutengeneze kabineti ya kibabe na wazee wa Simba washikamane kwa pamoja kuisaidia timu yetu. Hakikisha inaenda kupata alama 3 away. Tusipopata alama away, maana hatuwezi kwenda robo final. Ndani ya mwezi mmoja mnaweza kumtambua jasusi ni nani? Sasa tumtambue kati jasusi anaonekana akatukimbia, akatuita mwenyewe na akatukimbia. Kumbe ndio tafuta jasusi gani sasa? Nani? Wana nini? Kwenye nini? Wako vizuri kuliko sisi? Yaani sisi tuko nafasi ya 5 Afrika, wao wako nafasi ya 12, tuseme kwamba wao wako vizuri. Yaani wao kushinda hii mechi moja na ile moja kutoa sare kutokana kwamba wao kuna push kubwa ya viongozi wao wanawaambia wajitume, lakini wanajua kwamba timu ya kushindana hawana. Ila wameombea timu yao ijitume. Maana wao wanajituma, lakini sio kwamba wana wachezaji bora kuliko sisi. Ila wachezaji wao wanajituma. Na ndio maana umeona wamepata matokeo yale. Kwa sababu nyuma mwiko kama bila kujituma, sasa hizi tunavyosema kwamba na wao kwenye hizi mechi mbili wangekuwa hawana chochote ambao wamekikusanya. Kundi lao mimi ninachokiamini kwamba kama msimu uliopita tu wataoga, watakula vizuri, ila mjini watakusikia kwenye bomba. Mwanzo mzuri mwisho mbaya. Yaani wataanza vizuri lakini watamaliza vibaya. Mwaka jana walianza kwa kufungwa nyumbani hapa chuma 2. Sawa? Zidi ya El Hilal Omdurman. Sawa? Mechi ya pili wakaenda kutoa sare na TP Angribe Mazembe. Lakini wakarudi na Mazembe hapa akamshenyeta, wakaenda kwa El Hilal Omdurman, wakapata ushindi, lakini walienda Algeria wakafungwa. Kwa hiyo walishinda mechi 2, wakafungwa 2, wakasale 2, wakambulia pointi zao 8, wakaoga wakabaki nyumbani. Kabaki kupata goli moja Benjamin Mkapa. Lakini Simba Sports sasa kashinda mechi zake zote za nyumbani, lakini kaenda away pia kashinda. Sawa? Kafungwa away michezo mingapi? Kafungwa mchezo mmoja tu. Zidi nani? Wa Moto wapi? Moto na hawa nani Waarabu wa kutoka Gongo la Mboto? Yaani Waarabu mechi inaisha, wanamvamia muamuzi eti wanaangalia muda eti muda hujaisha. Lenyewe ndio mlisema kundi la kifo. Nani? Nyinyi. Simba. Sasa kundi la kifo kwani nyuma mwiko anapona? Sasa kwani anapona? Ana pointi 4 nafasi ya mgonjwa anapewa dawa tu, anapewa dawa anaonesha matumaini, huyu anapona, mwisho wa siku anakata roho. Haujaona mtu kwamba anaita familia yake anaiaga akimaliza pale anakata roho. Ndio hicho anachokifanya nyuma mwiko. Na hao mashabiki wao wanashangilia, wanaamini kwamba timu yao itaenda hatua robo finali. Nyuma mwiko robo finali haendi. Sawa? Yaani kama Simba hatoenda robo finali, basi msimu huu hakutokuwa na timu Tanzania ambaye itatuwakilisha kwenye hatua robo finali. Sasa Simba na Azam ndio hamna pointi yoyote. Simba na Azam hatuna pointi, lakini Simba sio wa kuwashika mkono mmoja. Muda wote na wakati wowote wanaweza kufanya tukio kubwa wao mwenyewe likakushangaza, kwa sababu sio mara yetu ya kwanza, ndio mifumo yetu yani. Sawa, hivi vita vinavyoendelea vya wenyewe kwa wenyewe ndani kwa ndani. Huu mwezi mmoja tuliokuwa nao, yani tunahakikisha lile jasusi linakaa kushoto. Au mnandi tushirikiane na mwenyekiti Mangungu kuziamisha mechi za Simba Zanzibar. Kufanya nini sasa Zanzibar? Si kama uwanja Benjamin unawakataa. Sisi hatukatai uwanja. Sawa? Kwani tumefungwa kule Mali kule uwanja wetu ule. Kule si tumefungwa kule away. At least utatetea ugenini. Wewe wapi bwana wewe? Sasa tumekosa kombe wapi? Si nyua Amani Zanzibar. Au kombe tulilikosea Benjamin Mkapa. Sasa
Sasa yani sisi hatuwezi kuhama uwanja kwa sababu ya kufungwa. Sisi ni timu ya mpira. Hao wengine ni timu za kuandamana. Ndio maana zikipata matokeo magumu zinakimbia. Sasa tunaweza tukahama uwanja. Sasa tunaamini hata kama pale baharini pale panawekwa magoli, kama mpira unatembea sasa tunakipiga pale na matokeo tunapata. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba management yetu ikiwa bora na timu inafanya vizuri, lakini ndani ya management ya kuko bora timu haiwezi kufanya vizuri. Kwa hiyo naamini hapa kwenye hii break ya mwezi mmoja tunaitumia hii, kwa sababu mashindano ya klabu bingwa na shirikisho yanarudi tena kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza. Kwa hiyo naamini huu muda wa break ya AFCON tutaitumia hii kuhakikisha lile jasusi alilolitaja Alikamwe na wenyewe limetukimbia jana ukumbini. Huu ndio muda wake kuliondoa Simba. Kitu cha kufanyika Simba ni kufanya maamuzi magumu. Sisi kama wanachama tulitwanga maswali magumu, mwenyekiti kaitisha mkutano na akatukimbia. Kwa hiyo kile tulichokifanya pale, saa hizi tuko tayari kuomba ridhaa hata serikalini. Kuandika barua yetu kuomba ridhaa ya huyu mtu atuachie timu yetu mapema. Sawa, akishindwa kutuachia timu yetu, basi sisi tuko tayari kufanya maandamano kwenda hata nyumbani kwake kuhakikisha sisi tutakesha pale kwake mpaka anajiuzuru. Sasa tutaomba ridhaa serikalini itupe kibali tukafanya maandamano nyumbani kwake, kwa sababu siataki kutuachia timu. So malengo yetu jana pale atuachie kile kijiti, tuboreshe ile kanuni. Mwisho wa siku anaahirisha mkutano anakimbia. Sasa tumepitisha nini hapa? Katuitia nini? Sasa tumeacha shughuli zetu, hatujaenda kutembea pale. Tumeenda kwenye mkutano, tukasikilize viongozi wanatuambia nini. Kiongozi anakuja pale anakilisha mkutano kiuni anaondoka. Maana yake nini? Sikatuwezalilisha sisi wanachama tuacha majukumu yetu. Kwa hiyo muda umefika. Achie kijiti akaangalie maisha mengine. Mnandi tokea uanze kushabikia Simba, au ndo mkutano pekee wa kihuni tokea uanze? Ndio mkutano pekee wa kihuni ambao sijawahi kuona. Hata hivyo vikao vya harusi havijawahi kufanyika kama vile. Bana. Yani haijulikani kwamba nani ataenda kukodi dada gauni la bibi harusi. Nani atakusanya pesa kwa ajili ya usafiri? Hajulikani. Nani atakusanya pesa kwa ajili ya chakula? Nani atakusanya pesa kwa sababu ya kukodi pale masufuria, mahema na nini? Yaani kila kitu lazima kiwekwe kwenye utaratibu. Wewe umeilisha mkutano tofauti. Nani atasimamia hiyo ndoa? Kwa maana Mangungu katuzalilisha jana. Sasa kama katukataa jana, katuita mwenyewe na katukimbia, au kwa alipo ajiuzuru. Sawa? Na asipojiuzuru sisi tuko tayari sasa tunajipanga kimkakati kupeleka barua serikalini kuhakikisha yule anatuachia timu. Tutarajie mkutano wa ghafla wa wanachama. Yaani nakwambiaje, hakuna cha mkutano kufanyika, yule anatuachia timu bila mkutano. Yaani hakuna mkutano utaitwa, yule anatuachia timu bila mkutano. Kama katuita mwenyewe katukimbia, tukimuita atakuja. Kwa hiyo naamini sisi tuko tayari kuomba ridhaa serikalini, kwa sababu sisi protocol tunajijua. Tutaandika barua, huyu katuita na katuzalilisha katukimbia. Kwa hiyo mpaka sasa tumeshamkatana, tumeshamchoka. Tunaomba mpoe go ahead huko atuachie timu yetu kabla tujaenda kuandamana nyumbani kwake. Sababu sasa lazima tuombe kibali tukamfuate nyumbani kwake. Pale tunaandamana tuachie timu. Huwezi kwa Twitter afu natukimbia. Maana yake nini? Umetuambia kuna baadhi ya maboresho mmepewa maelekezo kutoka BMT. Na kweli mwakilishi wa serikali kaja pale, mwana FA kutoka Wizara ya Michezo na katuachia kila kitu. Katupa maoni ya kila kitu kuhusu jimbo lile. Lakini alivyoona pale mwana FA kambwaga, kaona na mimi bora nipate mwanya wa kukimbia. Wewe mgeni umemwalika. Unamwambiaje kwamba kama unaweza kuondoka saa hizi, basi sisi tushamaliza jambo unaweza kaondoka. La kama unapenda kuendelea kubaki na mkutano, ubaki. Wewe mgeni umemwalika, unaweza kumuuliza maswali kama hayo. Maana yake alijua kwamba huyu kashanizalilisha. Mimi nichategemea serikali, haya niliyoongea kwamba wao ndio kila kitu. Katukataa. Sasa atasema nini? Na watu wameanza kukabia juu kutoka kwenye bajeti ile. Kwenye mapato na matumizi watu wameanza kumkabia juu. Unafikiri kwenye ile mwisho wa siku jibu alilowapa wanachama ni kwamba tukutane kwenye uchaguzi. Sasa tukutane kwenye uchaguzi na yeye akataka shamaliza mwendo. Uchaguzi yeye anaenda kuchaguliwa na nani? Yeye akashamaliza mwendo, maana jana ndo akatuambia kwamba mimi ndo bye bye Simba. Sasa atuachie Simba yetu. Akalime miwa huko Kilwa. Akaendelea maisha yake Kilwa. Atuachie Simba yetu. Tushamchoka. Kwa kumalizia sasa, Simba hii unaiona robo finali? Kuiona robo finali baada ya mechi ya 3 ndo nitaanza kuona dira ya Simba kuiona robo finali, lakini kwa sasa siwezi kuzungumza chochote. Natunza maneno yangu, nasubiri mwezi wa kwanza tuone nini kitaenda kutokea. Shukrani sana. Asante sana.